Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tuko na Sheikh Omar Aboud. Kwa mukhtasar tu, unamzungumzia vipi fadhilatu Sheikh Abu Muhammad? Wallahi tumejuana kwa muda mrefu kwenye mawasiliano, lakini kipindi cha kujuana sasa kwamba yeye ni huyu na mimi ni huyu ni muda wa mwaka mmoja na nusu, lakini mashallah nimemjua ni mtu mwema, mtu ambaye alikuwa akipenda kufanya khairati. Zaidi alikuwa mimi akinipendeza zaidi na ile tabia yake kwamba akisikia tu kwa mtu yoyote Muislamu wote ana shida, awe amjua awe hamjui, basi yeye hufanya mpaka qiyamul layl, akahimiza na watu, akawa anamwombea Mungu, akamsaidia kwa uwezo wake, kwa hali yake na mali yake vile anapokuwa anaweza. Lakini zaidi katika hili la dua kwa amjuae na asiyomjua, alikuwa ni mtu wa dini mashallah, mtu ambaye akipenda sana kuona haki ikiolea na batil ikididimia, mambo ya kimataifa, akisimama sana na ndugu zetu wa Gaza, na akisisitiza mpaka dakika mwisho akizungumza kwamba angependa kuishi mpaka kuona ndugu zetu kule Palestina wakiwa wako huru. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa amejitolea maisha yake katika dini ya Uislamu kikamilifu. Ni mtu alikuwa mtu wa watu, akipenda watu na akipendea watu mema kama vile yeye alivyokuwa mtu mwema mashallah. Ni pigo kiasi gani kwa Iqra FM kumpoteza Abu Muhammad? Hakika ni pigo kubwa sana, si tu hii baada ya kufa, lakini tu tulipopata habari yake ya kuugua na akaanza kupunguza sasa vile vipindi ambavyo alikuwa akifanya, kama kwa mfano Kikoto cha Iqra pamoja na Somali Hour, akaanza kupunguza ile kasi ya kuja katika kipindi. Kwa hivyo tulipata pigo sisi kabla ya kifo chake. Tumepata pigo kusema kweli kwa jinsi hasa kwamba alikuwa kiongozi wa wale mashabiki ambao akisikia, na pia akituongoza sisi pia pale tulipokuwa ndani ya Iqra kama watangazaji, kila mara kupitia kwenye vipindi, akija ofisini yeye mwenyewe na hata kwa njia za simu, mpaka usiku anaweza kukupigia akakwambia, Shekhe, kuna jambo hili na hili, muogope Mola wako, fanya hivi fanya vile. Alikuwa ni muongozo kusema kweli hata kwetu sisi katika vipindi vya dini na hata hivi vya kidunia, alikuwa akitupatia muongozo wa hali ya juu sana. Kwa hivyo tumepata pigo kubwa sana kama wana Iqra FM. Lakini kitu ambacho kimenifurahisha leo, wakati tulipokuwa twaja kumzika, tuko njiani tumebeba maiti yake, darasa yake ilikuwa inaendelea ndani ya Iqra FM. Sisi twaja kumzika, lakini darasa yeye inaendelea na watu wanamsikia akitoa darasa katika zile darasa za lugha ya Kisomali. Jambo ambalo kidogo mpaka nikawaambia ndugu zangu, nikawaambia angalia, leo tunaenda kumzika mzee wetu, kiongozi wetu, shekhe letu Abu Muhammad, lakini bado darasa yake inaendelea, mawaidha yake yanaendelea ndani ya Iqra FM, na sisi tunaenda kumzika hata bado hatujamzika. Na natumai inshallah katika haya atapambana nayo kwanza hapa kaburini kwake, kwa sababu hatujamzika tayari, huku da'wa zake zinaendelea. Shukran sana Omar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman, mtangazaji Iqra FM, na jinsi unavyoona tuko katika Lang'ata Cemetery hapa. Tumetoka kumlaza mzee wetu, mzee Abu Muhammad, ambaye wakati wa uhai wake alikuwa rais wa mashabiki pale Iqra FM. Alikuwa mtu mmoja msanifu sana, alikuwa akitupa ushauri kila wakati. Ilikuwa kila wakati hewani ukisikia anapiga simu ni Sheikh wetu Sheikh Abu Muhammad, ulikuwa unafurahika, maana ulikuwa unajua kifuatacho sio maelekezo tu, bali ushauri ufaao, sio ushauri tu wa maisha ya dunia, bali ushauri pia wa kidini, na pia ambao ulikuwa unatujenga sisi wenyewe kibinafsi na pia umma mzima wa Kiislamu na mashabiki wa Iqra FM 95.0. Ama kweli siku yake imeweza kufika na shughuli tumeweza kufika. Naona yani ishara kubwa ni kwamba amezikwa karibu na msikiti, alhamdulillah. Pale adhani itakuwa ikipigwa anasikia. Alikuwa mtu ambaye alikuwa amejaa kalima sana, ndio maana watu wameweza kuungana. Alikuwa ameweza kuunganisha watu kupitia dawa ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nyinyi kama Iqra mnahisi vipi kumpoteza Abu Muhammad? Ama kweli ni pigo kubwa kwa Iqra, kwa wasikilizaji kwa ujumla ambao wale walikuwa pia watangazaji na fraternity nzima ya Iqra FM. Ama kweli ni pigo ambalo kila mtu ameweza kulisikizia yani kwa undani sana, maana huyu ni mtu mmoja ambaye alikuwa yani katika vipindi anavyofanya vinaburudika zaidi, vinaelimisha, na unajua yani sisi kama Iqra FM moja ya zile target zetu ni kufundisha audience. Kwa hivyo unaona katika ile hali ya kufunza Sheikh wetu Sheikh Abu
Muhammad alikuwa akifunza, alikuwa akielimisha, na pia katika vipindi ambavyo vilikuwa vya mijadala alikuwa akiweza kuchangia kwa ufahamu, na pia aliweza kuwaelekeza wengi, akiwalingania wengi katika dini ya Kiislamu kupitia redio ya Iqra FM. Ama kweli ni pigo kubwa kwa Iqra. Kuja kwa umma ya watu ambao tumeiona hapa inaashiria nini kwa mtu kama huyu? Ama kweli hii ni ishara nzuri sana, ni ishara ambayo inatia moyo, inaridhisha, maanake inaonyeshana tu kwa kiasi kikubwa hali ambayo alikuwa maisha yake alivyoishi kwa kuwatangamanisha watu, na watu hawajakuja hapa eti kwa sababu yote ile, bali ni ile kalima ambayo Sheikh wetu Sheikh Abu Muhammad alikuwa akikazania, alikuwa akirudia, na kwa kutazama jinsi watu walivyojaa, kweli hii ni ishara tosha ya mja mwema, labda kwa kusema, na hawa watu wote ambao tunawatarajia watakuwa wakimfanyia dua na mambo kadhaa. Kwa hivyo ni ishara nzuri sana kwa kutokeza kwa watu hao wote ambao ni watu kwa namna moja au nyingine waliweza kutangamana na Sheikh wetu Sheikh Abu. Kauli yako ya mwisho kwa mashabiki wa Iqra? Kauli yangu ya mwisho hasa kabisa ni tuendelee kumfanya dua kwa wingi, tuweze kumfanyia dua Sheikh wetu Sheikh Abu Muhammad ili aweze kupata fadhila nyingi, na pia yale mafunzo ambayo aliweza kufunza tuweze kuyafanyia kazi, ambalo ni jambo muhimu sana. Kalima ambayo alikuwa akirudia, mawaidha ambayo alikuwa akiyafanya, ushauri ambao alitupa, tuweze sasa kufanyia kazi ili ile sadaqatul jaria iweze kupatikana kwake katika makazi yake. Kutoka Lang'ata? Naam, kutoka Lang'ata hapa. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.